Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana leo nimemtembelea Mwalimu Masawe na amekuwa ni miongoni mwa walimu ambao wakizungumza mambo mazuri sana kuhusiana na siasa za kimataifa, na nimekuwa tukizungumza na wachambuzi tofauti, pia watumishi wa Mungu, lakini pia nikasema kuna haja pia kuzungumza naye pia aweze kutuambia na ni nini ambacho kinaendelea katika mgogoro huu wa Irani, Israel na Marekani. Kiongozi, kwanza heshima. Asante, habari yako? Nzuri, kwema kabisa. Kwema kabisa. Nimefurahi leo kukutana. Asante sana, karibu sana bwana. Asante. Umesema unaitwa nani? Bongo Plus na 96 Link, mimi naitwa Victor Madaha. Bongo Plus, okay, Victor Madaha, karibu sana. Asante. Ndio. Kwanza nitaka nifahamu kwanza, pengine hasa hii vita, kuna watu ambao wamekuja toka shuhudia hivi majuzi ghafla vitu vimeitika. Pengine kwa nyinyi watu ambao mnafuatilia hivi vita kwa muda mrefu, hasa ulitegemea pengine hasa hivi vita ingekuja katika kipindi hiki, kwa sababu kulikuwa na mazungumzo mwanzo kwamba vita isipiganwe, lakini mwisho wa siku wakaingia kwenye vita. Walikuwa kwenye mazungumzo. Mimi nilitegemea. Na kama mtu anafuatilia posti zangu binafsi na page yangu inaitwa Jeff Masawe Facebook. Usijiingie sana kwenye Instagram, kwenye TikTok, ile sasa hivi nimeingia pia sababu tumeomba. Lakini napenda Facebook sababu ina uwanja mpana. Nimezungumzia ile jambo miaka mingi sana. Toka rasmi kabisa nilikuwa na mwaka 2017. Nimezungumzia ile jambo mwaka 2020, nimeandika posti nyingi kwamba Marekani na Israeli watakuja kuivamia nini? Iran. Na watu ambao wanafuatilia posti zangu za nyuma walinipigia simu. Waliona sababu pia nimeandika na baadhi ya pamphlet kaza tutakuwa nazo. Kwa nilielewa lingana na mchakato ambao uko umepangwa. Maana nasema kwamba katika siasa hakuna hajari. Mambo yote ni plan, mipango tu imepangwa. Kwa hiyo taarifa iko ndio hiyo. Ndio. Ukiangalia tokea vita ianze, kuna mambo mengi ambayo yametokea. Jambo kubwa ambalo limewashtua watu wengi na sababu kubwa ambayo ilikuwa Marekani iliwapeleka katika vita ilikuwa ni regime change, kwa maana kubadilisha ule utawala. Na Israel naye pia alikuwa anazungumza kwamba ukiacha kwamba hiyo masuala ya kubadilisha utawala, lakini pia Iran ikiwa inadaiwa kwamba ina silaha kubwa za maangamizi ikiwemo utengenezaji wa nuclear. Walikuwa sahihi katika kila ambacho kuna kiwazi? Kwenye issue ya makombora nafikiri kila mtu kaona. Iran ilikuwa kwanza ile vita vya mwaka jana, vita vya siku 12 mwezi wa 7. Iran ilishangaza dunia. Hiyo mara nyingi Israeli ilikuwa inashambulia Iran kijasusi sana. Na huo wale madaktari wa nuclear, huo baadhi ya viongozi wa Iran, lakini Iran ilikuwa imetulia. Kwa Israeli ilivyoshambulia ikaua jopo kubwa la viongozi mwaka jana, Iran ilirespondi kwa nguvu kubwa sana, ambao watu wakagundua kumbe jamaa ana vitu. Naona maongezi ya mwaka huu Trump anasema katika mashati yake, Irani yaachana na makombora, iharibu makombora yake, yaachana na mambo ya nuclear. Lakini mwaka jana tayari Trump alisema ameharibu nini? Mifumo ya nuclear nini? Ya Iran. Kwa akaingiza kwenye hoja mara ya pili. Lakini ukiangalia siri kubwa walikuwa na mpango wa kumpiga. Sababu hata mwaka jana walizungumza wakampiga. Mwaka huu wamezungumza wakafanyaje? Wakampiga. Kwa mpango ulikuwa ni kumpiga. Na Irani mwenyewe alikuwa shatambua kitambo kwamba kuna siku moja nitafanyaje, nitakuja kuvamiwa. Maana alijipanga kwa siri kubwa, na Marekani walitambua. Maana Trump alikataa sana ule mkataba wa Obama, Barack Obama, na pamoja na Europe na Russia na China kwamba jamaa amekubali kuachana mpango wa nuclear, kwa hiyo tumwachie uwe huru afanye biashara. Trump alivyokuja akasema huo mpango ambao mmeuweka unampa Irani nguvu, pesa za kurutubisha madini ya nini? Ya nuclear pamoja na kutengeneza makombora. Kwa Trump alijua. Sasa mwisho akavunja ule mkataba, akaanzisha vikwazo vipya. Na mwaka utaka vikwazo vipya. Kwa hiyo wakazungumza na tena wakamtesti mwaka jana. Wakaona jamaa yuko nayo. Anavyo vyo vitu. Sasa ndio maana mwaka huu kwenye masharti yake kwamba yale matatu manne kwamba asirutubishe madini ya nini? Ya nuclear kuelekea kwa bomu. Lakini Iran akasema kwamba hoja ya nuclear kwangu ni matumizi ya amani kwa ajili ya umeme. Ni wasema kwamba hatukuamini. Maana kwa jana mwaka jana walikuwa wameangamiza. Lakini dunia ikashangaa. Trump huyo kasema ameangamiza mwaka jana, mwaka huu tena anasema ako nayo. Mwisho tena wakamdemand issue ya makombora. Unaona? Wakamdemand kwamba na proxy ambao wanapambana na Israeli na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Sasa na kitu ambacho kilimbana Iran
ni hoja yake ya wale viongozi wakubwa wa Iran waliposema kwamba Israeli haipaswi kuishi, inapaswa kufutwa katika uso wa nini, wa dunia. Sasa Netanyahu akaenda nenda pale Umoja wa Mataifa, anaonyesha hizo taarifa kwamba huyu jamaa anataka kufanyaje, kuniangamiza, na anatengeneza mabomu ya nyuklia je niangamize. Kwa Umoja wa Mataifa ukakosa hoja, ndio maana uko unaibana nini Iran. Hata mwaka huu umeibana Iran, Iran kushambulia majirani zake, umeibana huo mpango kutoka kuifuta nini Israel. Sasa lakini pia si vizuri kuivamia nchi huru, lakini wenyewe wamejenga hoja tunaivamia kwa sababu Iran ni nchi hatari, inajilinda kwamba inataka kuiangamiza Israel na maslahi ya Marekani. Na juzi Iran imerusha bomu kombora toka Iran mpaka kisiwa cha Gasia ambacho ni kilomita 4000 cha Marekani. So wakasema unaona, sasa tuliwaambia akiwa na bomu ya nyuklia inakuaje, na ameshashambulia majirani zake na majirani wote wameshamkataa. Sasa pointi inayokuja, hizo ndio hoja ambazo zimejengwa, lakini pointi ambayo walikuwa wanalala nayo, walikuwa wanatengeneza regime change. Ni kweli ndani ya Iran kuna mambo ya tofauti, na kila nchi ina mambo ya nini ya tofauti zake. Sasa nchi nyingine inakuja kuingia mambo ya ndani, hiyo haifai kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa jamaa wakasema ni kweli kabisa, Umoja wa Mataifa wasema utakiwa kuonea wananchi, kuwatesa au kuwaua, wape nafasi ya kuzungumza. Iran ilifanya ikawa imewanyamazisha kama taifa la Iran. Lakini pia hilo jambo aliruhusu mtu mwingine wa nje kuingilia mambo ya nini ya ndani. Hiyo ni sheria ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo inatakiwa Umoja wa Mataifa wenyewe ushirikiane na nchi zote kuibana Iran, kuiadhibu kulingana na ile eneo, na sisi kuipiga kijeshi. Lakini Marekani akajenga hoja, ukamsukua na msukuma sana hasa wa Israeli lobby, Wayahudi ya Jewish lobby ambao wana nguvu na nini, na watu wa Iran wenyewe baadhi nataka Marekani ifanyaje, ipige Iran. Lakini ile si hoja mtambuka ambayo inaweza kufanya vita. Na Trump akadelay. Watu wakasema Trump anaogopa nini Iran. Sasa lazima ukipigana vita lazima uwe na sababu, justification ya kuivamia ile nchi. Ndio wakasema njoo tuzungumze. Wao wakazungumza, wakaweka masharti manne, Iran ikaikataa yote. Kwamba wakasema wakataa yote, wakasema nchi ya nyuklia tuzungumze. Na sisi kwa mjibu wa nchi yetu, Ayatollah Khamenei ameshika fatwa kwamba Iran haipaswi kuwa na bomu la nini la nyuklia kwa sababu ya maangamizo ya wanadamu. Wakajenga hiyo hoja. Kwa sababu nyuklia ni hoja ya mambo ya nini ya amani kama nchi zingine. Sema hilo swala tulizungumzie. Lakini kwa issue ya makombora, sawa, na kwa issue ya kubadilisha utaratibu wa utawala ndani yetu, hiyo kitu hatuwezi kuruhusu. Ndio sababu hapo katika mazungumzo Oman ni mpatanishi na nini, Trump akabinuka pembeni, Israeli ikaenda akamapproach Israeli aanzishe nini vita, sababu yeye mwenyewe kuanzisha nini vita kwa sababu yeye ni mkubwa na ana sababu. Kwa Israeli ikapiga ikaua wale viongozi kama Ayatollah, ikaua na wale top leader wa Iran. Siku hiyo moja tarehe 28 Februari Iran ikarespond, Marekani akaingia wapi vitani. Sasa ukiangalia vita, hata jumuiya za kimataifa zinaiona kama ni vita ambayo isiyoeleweka. Lakini point kubwa, kuna msukumo ambao unataka vita miaka mingi. Lengo ni kuizimisha Iran kiuchumi. Naona huo ndo mpango wao mzima, mpango mzima. Na ni wa kitambo ambao umepangwa kwa muda mrefu. Lakini kabla hujaendelea katika hilo, ukiangalia kabla ya sababu nyingine ambayo pia ilikuwa inatajwa, ilikuwa ni maandamano ya wananchi kunyima ule uhuru wao kuandamana. Nataka nifahamu pengine hasa Irani ni tayari ni taifa la Kiislamu, lakini bado still kumekuwa na huo mkanganyiko. Tunajuzi mbona nimeshuhudia kuna mchezaji ambaye alipondea kile ambacho kinachoendelea, alikuwa against na serikali yake. Timu ya taifa ya wanawake pia walikuwa against pia na serikali kinachoendelea. Umerejea Iran juzi. Yes, au sawa, lakini still bado kuna hizo tofauti zilikuwepo. Na pia kuna mchezaji masumbwi, mwana masumbwi mmoja anaitwa kwa jina lake Saleh Mohamed pia. Alinyongwa majuzi, inadaiwa kwamba aliua askari katika yale maandamano ambayo alifanyika nyuma. Na ukiangalia hiyo conflict ndani ya Iran yenyewe, ni wananchi wameshindwa kuaccept ule utawala wa Kiislamu, ama ni nini ambacho wanachokitaka, ama ni mapandikizi wa Israel kama vile ambavyo imekuwa ikisema? Mapandikizo wapo. Yaani Mossad wako pale na CIA kitambo tu. Lakini ukisoma history ya Iran yenyewe, wa Irani wana mgogoro na serikali yao kama wao.
Unajua sisi tuko Tanzania uone kuna wananchi wakubaliane na utawala wa CCM. Hao watu hawakosekani. Na kuna wengine wanakubaliana na utawala uliopo. Sasa wakati mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ya Ruhal Ayatollah Khamenei Ayatollah Ruhal Khomeini. Unajua Khomeini na Khomeini wanachanganya watu si ndugu, huyu ni Khomeini, huyu ni Khomeini. Wale kufa Yule tawala kama miaka kuanzia 79 mpaka 89, miaka 10. Aliwaahidi wa Irani atakapochukua nchi baada ya kumuondoa Shah ataruhusu masuala ya hata ingilia masuala ya mtu binafsi. Kwa dini itakuwa by choice. Alafu serikali ataruhusu pia vyama vya upinzani vya kisiasa vifanye kazi yake. Alivyoingia mle ndani akavunja utaratibu wa vyama vya kisiasa. Akabakisha chama kimoja cha Kiislamu tu cha mapinduzi, serikali ya mapinduzi. Alafu akapiga marufuku mambo ya uhuru, kwamba unaweza kujiamulia kuwa na imani yako mwenyewe. Kwa hiyo ikawa ni taifa la Kiislamu, unabidi ubehave nini Kiislamu. Ndio mchakato ukaanzia hapo. Hapo ndio ugomvi ukafanyaje ukaanzia. Nenda kaangalia zile video za Iran za mwaka 1979 mpaka 81 pale 82. Utaona wananchi kwa wanaandamana kumpinga Ayatollah na wameuawa sana. Ilikuwa ni balaa kubwa. Kwa hiyo wakazimishwa. Sasa ile damu ya kisasi iko, na kuna wengine wakakimbilia Marekani, wengine wakimbilia Ulaya na kadhalika kwa sababu ya kujificha. Sasa wale ambao walikimbilia Ulaya na Marekani na wengineo ndio walitengenezwa baadaye kuja kupindua serikali yao. Sasa na kama hao tawala wa Kiislamu wa Iran walikuwa wameshatambua, sababu tayari wameshabadilisha utaratibu, sababu utawala pia wa Ayatollah, labda nikupe siri kimoja, ulikuwepo pale kupitia mkono wa Mfaransa na CIA na MI6. MI6 ni shirika la ujasusi la Uingereza. Sababu hao ndio sababu Shah alipochange utaratibu wa biashara ya mafuta pale Iran mwaka 77. Kuanzia mwaka 63 pale mpaka 77 walikosana na wazungu. Kwa Ayatollah wakamleta pale kama jibu la kumuondoa Shah. Alafu wao waendelee kumiliki rasilimali za nini za mafuta. Sasa huyo roho mweka naye akawa mbaya kuliko yule mtoa, akawageuka. Sasa huyu mtoto wake sasa huyu nataka wamlete ili sasa waone kwamba anaweza akawa angalau sababu babake pia kwa anaongeleka. Sasa hao wataki mazungumzo ya rasilimali za Iran. Na hao CIA na MI6 ndio walimuondoa babake huyu Shah. Wanataka wamlete babu yake sasa na babake ambao alimpindua. Mwaka aliingia madarakani mwaka 1921. Wakamtoa mwaka 41. Kwa sababu aliungana, walimtoa kwa sababu moja tu, Warusi pamoja na Uingereza walimtoa sababu ameungana na Ujerumani kufanya harakati za Nazi baada ya vita vya kwanza vya dunia. Hao Warusi hao unajua una Mrusi unaweza kuchukua kama yuko upande wako, lakini ikija kwenye issue ya maslahi anakaa upande wa nini? Wa maslahi. Alafu Mrusi ni mzungu. Utaka kujua kitu? Angalia vita vya Japani na Urusi. Ilikuwa ni vya miaka ya 1900 na kitu pale. Kama si 18 22 kama hapo, kama sitakuwa nimekosea. Mrusi alipigana na Mjapani. Mjapani akawa mjanja, akafanya mkataba wa kijeshi na Ufaransa na Muingereza. Mrusi akasakuwa na nguvu, na mzao Mjapani kipindi hicho ana nguvu sana. Na tayari ashajiboresha kwa silaha za magharibi, ameshajitengeneza katika usasa. Vita vilipiganwa, Warusi walishindwa ile vita. Mjerumani akasema hatuwezi kushindwa na macho madogo. Yaani mzungu ashindwa na macho madogo. Sasa hiyo nikaona picha kwamba kumbe hao jamaa wana ule uzungu. Sasa wataki uzungu wao ufanyeje? Ushindwe. Kwa hiyo Mrusi nani? Ni mzungu. Kumbuka kipindi hicho mfalme wa Russia na mfalme wa Ujerumani walikuwa na nasaba. Sasa na viongozi wa Ulaya wengi wana nasaba. Sasa kuna picha ambayo tunaiona kwa nje, hata kama Mrusi anapokuwa anasema yuko upande wa Irani, lakini pia kuna uzungu upo. Ndio kile tunasema kwamba Netanyahu Putin ana urafiki sana na Netanyahu kwa maana Benjamin. Ni marafiki. Sasa kuna maslahi kadha wakaanza kutofautiana, lakini pia hata juzi amesema kwamba anatakisha Irani isianguke. Sasa hiyo ni kuweka mazingira fulani
ya kusumbua na Marekani ili Marekani pia achane na issue ya Ukraine. Wakubaliana, sasa juzi walikubaliana wakaa mezani wakasema kwamba wewe usidhamini Ukraine na mimi sitadhamini nani? Iran. Mambo yakae sawa. Kama nitaacha affair ya Iran ianguke. Na acha affair ya Ukraine fanyaje ianguke? Si mbona ni mambo ya maslahi? Hao ni mambo ya maslahi yako ambao yanaongelewa nje ya pazia ambao hatujui. Kila mtu anatupa kete yake. Kete yake. Ni kama mtu kama Mo ama Azam. Si ni matajiri wanaweza kuwa wanabishana au wanachuana kibiashara. Ila kuna mambo fulani naambia blaze hapa usipite. Hapa nipo. Kuna lugha zao za kitajiri. Unajua matajiri wanaungana. Yeye anasema kwamba sisi wanyonge tunapishana ila wenye nguvu wanafanyaje? Wanaungana. Na siku zote muungano wenye nguvu waga ni strong sana. Na waga wanaungana kwa sababu kuna maslahi. Ila watu wanyonge ni wanafitina. Ukinyanyua kidogo anakupiga chini. Kwa kuroga, kufanyia fitina na kadhalika. Sawa, kwa hiyo Mrusi ana mikataba mingi na Marekani ya kijeshi na wamewekeana mipaka usivuke hapa na kadhalika. Kwa hiyo wana vitu vyao. Kwa hiyo unaweza kusema huyu mnyonge niachie mimi. Unaona? Huyu mnyonge mchukue. Hiyo ipo. Hiyo lugha ipo. Na pia wanafanya biashara ya silaha. Maana muuzaji mkubwa wa silaha duniani ni Marekani. Anayefuata ni Mrusi. Kwa hiyo bana muuzia silaha Iran. Anaingiza mpunga. Na Marekani sasa hivi ameuza nisiseme nikatoa figa ya uongo, lakini ameuza kwa billion of shillings ameuzia Waarabu silaha juzi wamesaini mkataba. Kwa hiyo mchakato wa vita ni maslahi pia kwa makampuni ya Marekani. Kuna mchambuzi pia inabeti kitu kwamba it is business as usual. Ndio. Kwa mfano jua Marekani na makampuni ya silaha kama Lockheed Martin ambao sasa hivi yameuza silaha nyingi sana katika kipindi hiki. Alafu kingine kuna makampuni yamechukua kusupply provision ya jeshi, kuwarisha wanajeshi. Kwa hiyo vita ni maslahi. Vita ni biashara. Na Trump akasema juzi Marekani imetengeneza pesa nyingi sana kupitia vita hii. Lakini katika haya umeelezea hapo, watu wamekuwa kilalamikia sana kuhusu kila ambacho kinaendelea. Ukiangalia kuna pande mbili ambazo zinaona utawala wa Irani uko sahihi na kuna wale ambao wanaona pengine hauko sahihi. Huu mgawanyiko, kwa nini Irani ameshindwa kuvunja ndani ya taifa lao? Ni ngumu kwa sababu ishatokea mshapishana kwa maslahi ya kisiasa. Sababu nchi ya Irani ndugu wa Irani hawakulelewa sana katika mazingira ya siasa kali. Kihistoria. Kuna mfalme mmoja anaitwa Koresh. Wazungu wanamuita Cyrus the Great. Alitawala kuanzia ule mwaka wa 550 kabla ya Kristo. Kwa aliweka sheria ya uhuru wa watu. Unataka kumwabudu Mungu unayemtaka, abudu. Serikali itakuingilia. Hata hapa kuabudu tandazi wewe utaabudu tu. Serikali itakuingilia, lakini usionee watu wengine kiimani, usionee watu wengine kisiasa. Na pia hata wanyama, hakika haki za wanyama. Usimuue mnyama kama hauna hitaji la kumla. Ndio maana kwenye Umoja wa Mataifa utaona wameweka Cyrus kwamba ni baba wa demokrasia. Koresh. Sasa wa Irani miaka yote wamelelewa hivyo. Mfalme wa Persia baadaye ukaja hapo, ukaja wa Sasanidi wamelelewa hivyo katika hatua ya uhuru. Baadaye utawala wa Kiislamu ulivyoingia Irani ukaweka sheria za nini? Za Kiislamu. Sasa kuna wengine wasiopenda. Na utawala wa Kiislamu ulianza kuweka na Ayatollah. Ulikuwa utawala wa Safavid ambao ulikuja karne ya 16 miaka 1500. Kwa hiyo baada ya ule utawala kuondoka, akaja huyu wakampindua utawala wa pale wa Safavid. Huyu anaitwa Reza akaanzisha utawala wa Pahlavi. Na saba ya Pahlavi. Mwaka 1921 mpaka 25. Kwa akaondoa mfumo wa kidini. Dini ya kuondoa dini, kutoa dini. Katika uongozi. Kwa hiyo wananchi wako wamelelewa hivyo. Baada akaja mtoto wake akawalea wa Irani hivyo. Tafuta zile picha tu za miaka hiyo. Tunaona wako na vaa vimini, kuna disco, wanacheza soka. Yaani walikuwa tu wanaishi kisekula kama China na nchi zingine. Sasa baada ya kuja utawala wa Khomeini mwaka 1979 ndio akaanza hizo sheria za kidini. Sasa wale wananchi wamelelewa, kule kile kizazi kipo hakitaki asilia. Sasa na wao ambao wanataka wako. Unajua katika nchi kuna watu wanaotaka na wasiotaka. Na hiyo ukiangalia Iran sasa hivi ambao wasiotaka utawala wa Kiislamu wako wengi. Si kwamba wataki Uislamu. Hiyo iko vizuri.
hata kipindi cha Shah Uislamu ulifanyaje? Ulikuwepo. Hawataki uongozi wa Kiislamu, sheria za Kiislamu ndio ziongoza taifa. Hawataki. Yani ukiona kama Uislamu wako ushike wewe kama wewe. Sasa pale ndo linapokuja swali sasa ambalo watu wengi wanaamini hivyo kwamba ukiwasikiliza Watanzania wengi ni kama wamegawanyika. Yani kuna wale ambao wanaona kwamba Marekani na Israel wameivamia Irani kwa sababu ya masuala ya Kiislamu, kwa sababu ni taifa la Kiislamu. Kuna ukweli katika hili? Hakuna ukweli kabisa. Ukweli ukweli uko hivi, kama nilivyosema, ya kwanza huyu Ayatollah ni zao la Mfaransa. Ufaransa ndio walimleta pale mwaka 1979 akiwa na ahadi, akiojiwa kabla hajakuja pale, akasema ataweka demokrasia, hata lazimisha katika dini, lakini alivyoingia kapindu akachange utaratibu. Na Ayatollah ninaweza kusema kwamba iko hivi, mzungu anachokiangalia si dini mzungu kashaiweka kando kitambo. Yeye kama dini anaitumia, anaweza kaitumia kwa maslahi yake, kwa kuingilia tu hapo. Sasa hoja ya watu hasa Tanzania, unajua ukienda katika ulimwengu wa mjadala, hasa ulimwengu wa magharibi na duniani kwa ujumla, kuna hoja tofauti na hizo hoja ambazo ziko Tanzania, sababu wengi tulinyimwa elimu na tufuatilii mambo, na wachambuzi wengi ambao wanaaminika wenye heshima wamegeuka, wamekuwa kama ni chawa wa Iran, wachawa wa Israeli, Marekani. Sasa tunaongea au kudiscuss mambo ya kimataifa kichawa, kiushabiki, sisi tumpendeze nani? Sasa sababu Tanzania wengi wanafuata upepo, tumezama huko na Mtanzania kitu ambacho hana uwezo wa kukompiti mambo haya katika ulimwengu, jukwaa la kimataifa. Sisi hatuko, ambao waweza kukompiti ni wa Nigeria, wa Kenya na nchi zingine. Tumefungwa. Tuna kitu ambacho inatakiwa tukibomolewa ndani yetu, tuweze kufikiria upya. Vita ambavyo vinapiganwa pale Mashariki ya Kati ni issue ya uchumi kabisa, ndio, na siasa. Kivipi? Kwa sababu kama ni Uislamu, Saudi Arabia ni Muislamu, sawa? Mkatari ni Muislamu, pamoja Bahrain ni Muislamu. Hawa wako upande wa nani? Marekani. Wana kiuchumi na kisiasa. Ingawa na Saudi Arabia pale rafiki yangu, tena naweza kusema Saudi Arabia wana Uislamu mkali kuliko Iran. Saudi Arabia hakuna mwanamke anaweza kuvaa suruali. Ingawa huyu prince sasa hivi anaanza kulegeza, utaumizwa. Uweze kuacha nywele wapi? Nje Saudi Arabia. Ndio maana yule prince pia anajifunika kichwani. Hiyo ni wanaume wanafanya tu hivyo kitu. Lakini mwanaume anaanza kata nywele wazi, asifanye chochote. Pia hauruhusiwi kujenga kanisa Saudi Arabia. Wala msikiti, wala sinagogi, wala kuhubiri. Irani kuna makanisa. Irani kuna masinagogi na kuna Wayahudi. Ila tofauti ni moja tu. Uruhusiwi wewe Myahudi kuconnect na serikali ya Netanyahu. Uruhusiwi Mkristo kuconnect na Marekani. Kama wewe Ukristo wako ubaki wa Irani hapo. Uyahudi wako ubaki wa Irani hapo. Sawa? Na Irani wana sheria pia, Irani pia wana ndoa za muta. Muta nikasema kwamba ni uzinzi wenye kibali. Yaani kwamba unaweza ukamwoa mwanamke kwa siku 2, 3, 10 kwa makubaliano na kumlipa. Bado ndoa ikaisha. Ndoa za muta. Muhammad alianzisha hiyo ndoa wakati wa vita baada akaja kaizuia. Lakini Waislamu wanasema hiyo, Washia wanasema ni iko valid, inaendelea kama kawaida. Sasa kuna maana ukienda Iran ukasema kuna mtoto mzuri, ukasema acha mimi mzee wiki moja inatosha tumalizane. Umeona point hiyo? Inakuwepo. Ila Saudi Arabia hairuhusiwi. Sasa Saudi Arabia wana sheria kali pia kuliko Iran. Kama nilivyosema. Okay, sawa. Tuko pamoja? Sasa kuna vitu ambavyo Iran inaweza kuwa inasingiziwa kwa upande mwingine. Ni kweli utawala wa Kiislamu wananchi wenyewe upendi, na mataifa magharibi wanataka tumie njia hiyo kwa bana. Hata ingawa Europe imekataa kuingilia ile vitu kwa sababu ilisema kwamba haturuhusiwi kuvamia nchi nyingine kwa sababu ya mambo ya nini? Ya ndani. Na sisi pia tuna migogoro yetu, je tuvamiwe? Ndio wakaja na issue ya nuclear na issue ya makombola. Sasa ndio hiyo hoja ambayo inawekwa hapo. Sasa tuachana hilo sasa, tuweke sawa hoja ya dini. Iran si ni Mshia. Na Mshia na Msuni hawapatani. Mshia ni kafiri kwa Msuni. Kabisa. Ndio. Na Msuni ni kafiri kwa Mshia.
Sababu wale wa makhalifa watatu wa Kisuni ambao ni Abubakari, Umari pamoja na Uthman, au kwa Washia watambuliki, wamelaaniwa. Alafu mke wa Muhammad, Bi Aisha, ambaye alimuoa na miaka 9 hivi, Washia wanamuita kahaba, sababu huyu baada ya kuuawa Uthman, khalifa watatu, Bi Aisha alishirikiana na Muawiya, ukoo wa Uthman, kwenda kupambana Ali kule Iraq. Sawa, kwa Washia wanaona uchungu sana, sababu kiongozi wa Washia ni Ali, sahaba wa 4, ni khalifa wa 4 wa Kiislamu, ndio kiongozi wao mkuu. Ndio maana katika Shia ukuti Umari. Ukuti ukute Uthmani, Abubakari, Umari ndani ya Washia. Labda wa leo wale wamelaaniwa kwa upande wa Shia. Kwa hiyo Aisha anamwita kahaba, lakini katika imani ya Kisuni Aisha ni mama wa waumini. Na Washia wanatafasiri andiko la Qur'ani 2:223 kwamba unaweza kusema, andiko nasema ingilieni wakonde zenu mpendavyo. Sasa Washia wenyewe wanasema kwamba hilo andiko linaruhusiwa kumuingilia mkeo kinyume nini na maumbile. Ningekusomea hata vitu hapa kama utaniruhusu wakati mwingine. Mayatola wakisema, si mimi, ayatola wakisema. Sasa hao wana ugomvi wao wa kidini. Hata hapa Tanzania kuna Sheikh Jalala, Ahmed Jalala, akichuana na viongozi wa mashehe wa Kisuni. Mambo washaongelea. Aliwajibu kwamba mnasema Washia tunaruhusu hiyo, sawa, lakini pia vitabu vyenu pia kuna maulama walishafanyaje kuruhusu. Ilikuwa ni ugomvi, lakini Wasuni hicho kitu wanakikataa. Mimi hapo nawatetea. Hata kama kuna vitu vingine bado sijui, lakini kuna wako waziwazi wakipinga hicho kitu, lakini Washia hicho kitu kipo. Sasa tuje hapo. Irani ni mshia na amemshambulia Bahrain. Bahrain pia kuna Washia 65%. Amemshambulia Azerbaijan. Azerbaijan ana ushia kwa 65%. Na Azerbaijan ndo ni nchi ya Kiislamu ambayo ina urafiki mkubwa na Israeli. Bahrain ni rafiki wa Marekani, lakini kamshambulia mshia mwenzake katika hapa juzi. Sasa kama ni dini, kwa nini amshambulie mshia mwenzake wasiungane? Kwa maana hapa vita nao kuwepo si ya kidini. Kwa sababu kama ingekuwa ni Uislamu basi Waislamu wote wangeungana pamoja. Lakini Uislamu huu si kitu kizima. Unaona? Na Azerbaijan pia ni rafiki wa Marekani. Kwa hiyo hoja ya historia ya Irani na Marekani na Israeli ni hoja ya maslahi na siasa. Si ya kidini. Siasa ya Irani ni wipe out taifa la Israeli, kuliondoa duniani. Ndio maana support wa Palestina na Hezbollah ambao na doctrine na Hamas kuiondoa nini Israeli. Sasa hiyo kwa mujibu mmoja wa mataifa hairuhusiwi, sababu ni taifa halali. Labda tu atetee vinginevyo, lakini kuliangamiza ile taifa, ndio maana anazidiwa katika hoja za jukwaa la kimataifa kwamba wewe unataka kuangamiza wenzako. Lakini mwalimu, kwa kurudisha nyuma kidogo katika engo hiyo ya dini, kuna watu ambao japokuwa kuna watu wapendi kuzungumza mijadala kama hii, lakini wakati mwingine huwa tunaamua kuiweka ili pengine ili kuweza kutoa elimu zaidi. Kuna wale ambao wanaamini kwamba dini zipo kwa sababu ya kwa mkakati fulani ama kwa lengo fulani. Na ndio maana zimekuwa zikitumika. Na hata ukiangalia kwa mfano katika kipindi hiki, badala ya watu tuzungumzie vita ina madhara gani, mafuta na uchumi na vitu kama hivyo, tumebezi wengi wanakuambia bana, Irani ni taifa ambalo linaupigania Uislamu, lakini Israel pia ni taifa teule. Ndio mijadala iliyopo. Katika imani ya dini watu tuamini katika lipi hasa wengine wanapokuja vita kama hivi? Asante. Nafikiri hapo ushanielewa kuhusu mambo ya siasa. Labda tu kidogo tu nikuambie kitu kimoja afu tuingie katika hoja yako. Mwaka 1951 bunge la Iran lilimchagua waziri mkuu anaitwa Mohammad Mossadegh Pincha Reza. Wakasema kwamba rais mfarume awe tu kama tu pambo kufungua bunge kama vile mfarume wa Uingereza, lakini mwenye nguvu ni waziri au Israeli. Waziri mkuu ana nguvu, rais ni kama tu mfungwa mabunge tu. Afu waziri mkuu akampa madaraka. Mwaka 1951 Mohammad Mossadegh akataifisha mafuta ya Iran ambayo ilikuwa yako chini ya utaratibu wa Muingereza na Marekani. Wakati Muingereza alikuwa chini ya Muingereza, Muingereza akamshawishi Marekani kupitia shirika la CIA
na MI6 wakampindua Mohamed Mossadegh mwaka 1953, wakamrudisha Shah aliyekimbia nchi. Shah akatawala pale. Tuko pamoja paka hapo? Sasa hapo ni kuna dini. Si ni maslahi mafuta. Na Shah alivyoleta mwaka 63 wakaanza tena tofauti. Kwa nchi ya rasilimali za Irani akaanza kuziangalia kitaifa na kuondoa mambo ya vyama vya demokrasia, wakaanza kumwangalia kwa jicho tofauti. Kwa hiyo wakaona option wamlete adui wa Shah ambao ni Ayatollah. Sasa kama ilikuwa ni Uislamu wangebeta Ayatollah. Tuko pamoja? Unachokiangalia wewe, waangalie dini yako ni ipi, inafanya nini. Unachokiangalia unasimamia maslahi yao ipasavyo. Kama usimamii maslahi ipasavyo, uwe mpagani, uwe mtu wa dini, utakuondoa. Ndio maana Saddam alivyokiuka tu, alivyotaifisha mafuta kwa maslahi ya Iraq, mara kwanza alikuwa rafiki yao, walimuondoa. Gaddafi alivyotangaza kwamba mafuta yauzwe kwa dhahabu, kosa likaanzia pale kwamba Afrika tuungane, rasilimali zetu tuzitoe kwa nini? Kwa dhahabu. Mambo yakageuka pale pale, Obama akamuondoa. Na nchi za Kiarabu, Saudi Arabia alitoa wanajeshi 4,000, Qatar alitoa wanajeshi 3,000, na nchi hizo za Kiarabu na ndege wakaungana na Europe. Marekani akatoa intelligence na Afkari pale, wakamtoa nani? Saddam. No, Gaddafi. Leo nailaumu Marekani sana, lakini Europe na nchi za Kiarabu ziliungana kumtoa nani? Gaddafi. Kwa maana Libya. Libya. Hata kwenye mkutano wa Arab Leagues, Gaddafi alimchallenge mfalme wa Saudi Arabia. Akamwambia, wewe uko hapa lakini unasimamia maslahi ya Marekani. Uliundwa na Muingereza, unalindwa na Marekani. Leo unaona leo unashiriki wa viongozi wa Kiarabu wanauawa. Wewe hapo. Yule mfalme alimtukana Gaddafi na akamwambia hivi, siku yako inafanyaje? Inakuja. Mfalme wa Saudi Arabia. Kwa hiyo waliomuua Gaddafi ni Waarabu wenzake. Rafiki zangu, wewe una ndugu zako wako hapa. Ukija ukachukuliwa na ndugu zako wamenyamaza, na wamekutoa. Ndugu zangu si wapigane basi, wamenisnitch. Wamekusnitch. Wewe Gaddafi ndugu zake walimharibu. Sawa ingawa nguvu ilitoka nje. Sasa point inayokuja, Waarabu wamesaini kitu kinaitwa petrodollar. Mafuta yatauzwa kwa nini? Kwa dola. Nishati yote ya mafuta. Kwa hiyo ndio maana wanainvest na Marekani. Juzi mwaka jana mfalme wa Saudi Arabia, ile Prince aliinvest dola trilioni 1 Marekani. Na Qatar pia wakawekeza dola trilioni 1. Budget ya Afrika nzima nchi zote kuunganishwa ni dola trilioni 1.5. Yeye kawekeza dola trilioni 1. Qatar dola trilioni 1. Maana Marekani inakuwa na nguvu. Sasa Irani walivyo utawala huu ulijitengenezea mazingira independent kwamba rasilimali ya mafuta itaamuliwa na watu wa Iran. Nguvu ya kijeshi ya Irani itaamuliwa na watu wa nini? Wa Iran. Lakini nguvu ya kijeshi ya Saudi Arabia na nchi za kina Qatar inaamuliwa na Marekani. Silaha gani wawe nayo, silaha gani wasio nayo. Lakini Iran imekataa kuamuliwa silaha ambao kuamuliwa mpangilio wa silaha ama uchumi wao wa ndani. Hilo ni kosa, si dini. Dini ni brainwash. Hii dunia rafiki yangu toka imeumbwa, toka mwanadamu ameanguka. Mimi naamini pia katika swala la kusoma maandiko. Adamu alivyoasi, dunia iliingia katika migogoro. Maana ukisoma Mwanzo sura ya 14, utaona kuna vita vikubwa vilitokea, muungano wa mataifa. Iran ikiongoza ikiitwa Elam wakati huo, ikaongoza mataifa manne, muungano wa mataifa manne, na nchi zingine zikaungana mataifa 5 wakapigana vita. Na Ibrahim alishiriki ile vita. Kwa hiyo vita vilianza kitambo. Na hapo walikuwa wanapigania kwamba Iran ameasiwa na ile mataifa hawapeleki kodi. Kwa hivyo katika historia ya dunia nzima, hata hapa kwetu Mkwawa alitawala Tabora, alitawala paka Morogoro. Kwa hiyo wale ufalme ambao hawapeleki kodi unakuwa ni maadui. Kaisari mpeni Kaisari, vya Mungu mpeni Mungu. Hata Wachaga tupiga sana vita. Sika Mangisina kataka achukue kodi huku, Barangu kataka achukue huku, katana kupiga vita. Kwa hiyo ndio kawaida ya dunia. Kwa hakuna wakati brother dunia itakuja kuwa na amani. Hata leo Marekani atoke pap duniani
mataifa mengine yatajaza nafasi yake. Sababu China pia nayo aminiki na majirani zake. Ukisoma historia ya China, China amevamia Mongolia, China amevamia Vietnam, China amevamia Taiwan, ni siku ya sehemu ya China, amevamia Korea. Tuko pamoja. Kwa hiyo majirani zake amepigana nao sana kimaslahi. Soma historia. Kwa hiyo hakuna taifa ambalo likiwa kubwa halitaacha kuchukua nchi kidogo. Hata Russia pia aminiki na majirani zake. Maana hata hiyo nchi ile jimbo linaitwa Pittsburgh ilikuwa ni jimbo la Norway. Alinyakua kutoka Norway. Kachukua maeneo ya Ossetia kutoka Georgia. Ananyakua ardhi. Yote wanaangalia Marekani kuchukua Venezuela. Marekani si grand grabber. Yeye anataka kumiliki kitaifa, hachukui nchi yako. Ila anataka miliki uchumi wako. Lakini Russia anachukua paka nchi, paka ardhi. Kwa hiyo ni wale kwa maana Ukraine kwa hiyo maana Russia akiwa taifa kubwa mambo ni yale. China akiwa taifa kubwa mambo ni yale. Sasa leo sababu tunakuwa na uchuki, na bora awe China. Kwa nini sio bora sio wewe? Kwa nini sio Tanzania? Kubwa lazima achukiwe. Kwa nini sio Tanzania unataka awe China? China anataka maslahi. Angalia tu makampuni ya China hapa. Kawaulize wafanyakazi wanaofanya chini ya kampuni za Kichina. Wakoje? Ndio unaelewa wewe si mwandishi uko unaelewa. Kuna kulia kule. Dhuluma iko. Juzi Mchina Nairobi ameshikwa na siafu 2000. Akipeleka wapi? China. Kwa hiyo kila taifa linaangalia maslahi yake. Kwa Iran ilivyokuwa inaangalia maslahi yake bila kuwashirikisha wakubwa ndio kosa. Na moja ya kosa la Iran ni doctrine ya kidini ya kutaka kuiangamiza nini? Israel. Hapo ndio shida inakuwepo kubwa. Sababu wale watu hawezi kuangamiza. Na Wayahudi kifupi ni matajiri. Katika matajiri 20 duniani, Wayahudi wakosekani kama 7-8. Hii Google tunatumia ni yao. Meta ni yao. Sawa? Hii iPhone wana mkono wao. Na mtaji wa iPhone unazidi uchumi wa Urusi. Mtaji wa iPhone unazidi uchumi wa nini? Urusi. Uchumi wa Urusi ni dola sasa imepanda imefika kama dola trilioni 2. Lakini iPhone ni dola trilioni 3 point. Mtaji wako nao. Sawa? Yao iPhone yao. Sasa Marekani wale watu wanajiita Jewish lobby ambao wana maamuzi ya kisiasa ni Wayahudi wale au wale ambao ni pro Israel. Na pia kuna kundi cha wale kitwa Chabad Jewish. Hao wana pesa, ni matajiri. Hao ndio wanaamua sana hatima ya mataifa mengi. Sasa ndio maana hizi pesa ambazo za huu msukumo wa kuvamia ile nchi ya Iran, pia kuna mambo mawili pale. Kuna siasa ya Marekani na kuna siasa ya Wayahudi. Hata juzi kulikuwa na mmoja waziri wa mambo ya nje wa Qatar. Alikuwa anasema kwamba hii vita kidogo inachanganya. Sababu katika mindset ya Netanyahu anataka aunde, ana jambo lake la kuunda Greater Israel. Trump anataka mafuta. Umeelewa? Huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa Qatar. Kwa maana wazo la Netanyahu chini ya Wayahudi wengine wanataka kuunda Greater Israel. Masa hivyo wameivamia Lebanon. Lebanon wanaitaka, jana wamepiga daraja ambalo linatenganisha Lebanon, kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Lebanon. Kwa kusini mwa Lebanon washapachukua tayari. Washamega ardhi ya Syria. Sawa? Kwa wanataka wajue wamegi maeneo ya Misri huko, wamegi maeneo ya Saudi Arabia, watu wachukue ile maeneo waunde Greater Israel. Hilo ndio wazo la Netanyahu. Sasa huyu Irani hataki kusalimu amri. Yeye anawaunga maadui wa nani? Wa Israeli. Kwamba ile nchi iwe nchi ya wa Palestina, si nchi ya Muisraeli. Sasa ndio ugomvi unaanza hapo na Netanyahu na nani? Na serikali ya Khomeini. Kwamba nao wanania kuniangamiza. Ila Marekani anataka mafuta, anataka amiliki nishati, ndio maana anataka achukue kisiwa cha Kanji ambacho kinauza kinakusanya 80% ya mafuta ya Iran kwenda huko Asia na Europe. Anataka akichukue ili adhibiti nishati ya nani? Ya Iran. Sasa lakini nyuma ya Netanyahu na Trump kuna watu wanaitwa angel investors ambao hao ndio wana control uchumi wa dunia. Na Irani system ya kipesa haipatana na hao jamaa. Inajiamulia wenyewe. Na hao jamaa wanataka waamue kila utaratibu wa nchi wa kiuchumi. Syria ligoma ikaondolewa. Tuko pamoja hapo. Leo imekuwa ovyo na kopesheka. Ndio maana hao jamaa lengo lao waipe nchi, wasifanye nchi kuwa na madeni. Maana Biblia inasema hivi, akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa nchi zikishakuwa na madeni, hata ukishakuwa na madeni, unaweza kuwa na amani, unakuwa slave. Alafu jamaa wana shida hizo, hela unaweza kukupa. Ukishindwa kulipa anakuambia
sasa vipi, tufanyeje? Tukae chini tuzungumze, niache lile eneo lako pale au nichukue bandari. Bandari kwa ni kitu kidogo, hizo na cheki na China au kwa Dubai, wenyewe wanaangalia gesi, madini. Si ile ardhi pale tuachie, tuwe na uhuru hapo, tuchukue hiyo mali turudishe deni letu. Unaona? Sasa Iran yakopesheki, hana deni. Sababu system ya uchumi wa Iran ni tofauti na hao jamaa. Unaona sasa hivi wanavunja uchumi wa nini? Wa Iran, wanagonga ili Iran iwe ipoteze nguvu ya kiuchumi. Na mpaka sasa hivi wameigonga, imepata hasara ya dola bilioni 150. Ni material of shillings kwa kweli ya Tanzania. Trump amesema kwamba ili Iran iweze kurejea mpaka ipite miaka 47. Sasa hivi wameshaipiga, sasa hivi wanataka kwamba tuzungumze. Tuzungumze nini? Tayari washafanya uchumi wako kuwa kirema. Umesha collapse. Kwa hiyo mwisho wanakuja wale jamaa wanakuambia, mzee umechoka, tukupe shilingi ngapi? Kisha habari yako. Kama alitoka Vietnam kijeshi, lakini wakambana Vietnam kiuchumi. Leo Vietnam ni anachukua ile World Bank, ni rafiki wa Marekani. Na walipigana na Marekani miaka mingi. Kwa hiyo hii vita usiangalie kwa engo ya makombola. Iangalie kwa engo ya kisiasa na pia na kiuchumi. Dini ni kutubrainwash tu. Ashashin, Fatimid, sawa? Hivyo vikundi vya Kishia. Ukisoma historia yake, siku moja ukijua ni hoji, ni kufunulie details za hao kina Ashashin, kina Fatimid. Wewe unaangalia movie Wenda. Ushasikia Assassin's Creed? Assassin's Creed kwamba ni kanuni ya nini? Ya wauaji. Sasa neno assassin lina maana ya uaji. Hilo neno limekopwa kutoka kwa hao wa Shia. Ilikuwa inaitwa hashashin. Hashashin maana yake ni hashish, madawa ya kulevya. Kwa sababu kile kikundi kilikuwa kinaua sana viongozi, ndipo Waingereza wakachukua ile neno wakalikopa wakaita assassin, kwamba likawa mauaji. Hicho kikundi kilikuwa ni balaa, kilivunjwa na Mongolia, Genghis Khan walikiangamiza kile kikundi. Kile kikundi kinatengeneza dini juu na kinakufanya wewe unaweza kujitoa mwanga. Kwa wanakutengenezea pepo, unapewa ulevi, madawa ya kulevya, unahamishwa unatoka kwenye jumba moja la starehe sana pasipo wewe kujua. Uje kuzinduka kugonga jumba, wanawake wazuri, macho kama vikombe, chakula, kila kitu, una starehe vya kutosha. Afu baadaye tena unapewa ile dawa. Kwanza wanakuambia uko peponi tayari. Ushatoka pale unaenda jangwani, hapa niko wapi tena? Sasa nakwambia ukipigana mpaka ukafa utaenda kulisi pepo. Sio mtu anakuwa na ile doctrine kali sana. Hao ndio wao akina Ashashin hao. Kwa dini ilikuwa ni ya watu wa chini, lakini wale wajuu walikuwa wajuu hawana dini. Wanajua mkakati wao wanaofanya. Kwa hiyo hata pale Iran, angalia bunge la Iran. Kuna kitu kimekaa hivi. Ile pyramid. Kuna sehemu kuna pyramid. Ujue kuna connection na watu wa siri. Sasa sometimes wale wa juu unaweza kuwaona wako sawa, ila wa chini wasijue. Ingawa na wa juu wanaweza wakawepo wasijue, ila ndani yao kuna watu wanajua. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa unakuta wewe ni bosi wako wajui, wewe unafanyaje? Unajua, wewe unamshawishi bosi wako afanye maamuzi mabaya kwa maslahi ya kikundi cha siri. Kwa baba naye piga pale. Kumbe sasa yule anayekwambia piga pale, yeye ameshatumwa na wale watu wa siri, mshawishi fulani avamie, mshawishi fulani afanye hivi, mshawishi fulani hawe hivi. Kwa unakuta wanakumonitor kwa watu wa ndani, umeona wale jamaa waga wafi. Mtauawa wote kile yeye afi. Yupo.